Mtazamaji wa Lushauri TV, ni matumaini yangu buheri wa afya kabisa. Karibu katika siku nyingine tena kuyaangazia yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Hii leo ikiwa ni Aprili 25, 2026, wahariri wameibuka na vichwa mbalimbali ambavyo vimeandikwa katika kurasa za mbele pasi na kusahau kurasa za nyuma ambazo ni mahususi kwa habari za michezo na burudani. Toka mwanzo mpaka mwisho utakuwa nami Justin Kosan, lakini nikukumbushe kama ndo kwanza unaungana nasi, fanya usubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa sehemu ya familia na kuwa karibu na taarifa ambazo tunakuwekea kupitia mitandao yetu ya kijamii. Moja kwa moja tuanze kuangazia kile ambacho kimeandikwa katika kurasa za mbele, nikianza na gazeti Mwananchi Tanzania. Habari kubwa hii leo ni ripoti ya Chande ya gonga vichwa, na hapa kuna kauli za viongozi mbalimbali, na nikianza na Askofu Frederick Shaw anasema katiba mpya ndicho kilio cha Watanzania kwa miaka mingi kabla ya 2025. Natamani kuona ndani ya muda pendekezwa tunapata katiba mpya. Moja ya vitu vinavyopaswa kufanyika mapema ni kuanza mchakato huo na maridhiano. Hii ni kauli ya Askofu Frederick Shaw, lakini kauli ya Steven Wasira ni kwamba mmesikia wasifu wa mwenyekiti wa tume anaaminika na mashirika ya kimataifa, sasa wakimpa kazi huko sawa sawa, sisi tukipata tatizo tutampa Chande atuchunguzie. Fai. Nafikiri hapo wenzetu wanapaswa kufikiria upya. Lakini kuna kauli ya Dr. Ananilea Nkya, anasema kama ripoti haijasema wazi waliohusika na matukio hayo, hata hayo mapendekezo ya maridhiano na katiba mpya yanakosa maana. Ili hayo yaweze kujadiliwa, ni muhimu kuwekwa wazi pande zilizohusika ili kuwezesha majadiliano ya tatizo lililotokea. Habari ipo kurasa wa 4 na 5. Nikiachana habari hiyo, kuna habari nyingine inasema MSD yaja na dawa ya kuacha pombe. Takriban watu milioni 2.6 hufa kila mwaka kutokana na matumizi ya pombe. Hii ni karibu 4 hadi 5 ya vifo vyote duniani. Habari ipo kurasa wa 3. Lakini mkongo unavyoipa jeuli TTCL katika biashara ni habari nyingine ambayo ipo kurasa wa 10. Gazeti Mwananchi Tanzania pia kuna habari nyingine limeandika Homera aomba shilingi bilioni 775 kutekeleza vipaumbele 14. Saida Karori arejea mjini kutumbuiza kurejesha jina lake. Habari ipo kurasa wa 12. Nikiachana na gazeti Mwananchi Tanzania, sasa nakamata gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ambapo habari kubwa ni ukurasa mpya, ripoti ya Chande, taifa laitwa kujitathmini, haki uwajibikaji vyatajwa, wazee wasisitiza amani, watoa neno kwa wanasiasa. Lakini Samia teua wakuu TCRA, TCAA, Kiziga ni mshauri Ikulu. MSD yaja na mwarobaini kwa waraibu wa pombe, lakini Mbowe aibuka amuombea msamaha Sabaya. Habari ipo kurasa wa 7. Kuna habari nyingine inasema serikali yataifisha mali za wahalifu, ni mamilioni ya shilingi, viwanja, mageuzi ya sheria kulenga haki. Habari ipo kurasa wa 2 wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Vurugu zilizovikwa kofia ya maandamano, hii ni habari nyingine ambayo ipo kurasa wa 4. Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, limeandika hivyo katika ukurasa wake wa mbele. Lakini gazeti Mtanzania Leo lenye limeandika TRA kutembeza fagio kwa watumishi wasiofuata maadili. Kamishna mkuu ajivunia ufanisi wa mifumo wa IDRAS. TANSES yazindua jukwaa la maadili kwa wadau. Watumishi 24 waliokiuka maadili wakiona cha mtema kuni. Maadili ya watumishi TRA yakipanda na mapato yanapanda. Na hapa kuna habari picha ikionyesha kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato TRA Yusuf Mwenda akizungumza kwenye uzinduzi wa jukwaa la maadili jana jijini Dar es Salaam. Sawa, kuna habari nyingine inasema Askofu Dr. Shaw aisifu tume ya Jaji Chande, asema imeliponya taifa kwa kueleza ukweli. Lakini bunge lapitisha bajeti ya trilioni 2.5 wizara ya nishati kwa kishindo. Habari ipo kurasa wa 2. Nikiachana habari hiyo, kuna habari nyingine inasema MSD sasa kuja na dawa kukomesha unywaji wa pombe. Gazeti Mtanzania Leo limeandika hivyo katika siku hii ya leo. Lakini gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, ukurasa wa mbele umeandika dawa ya kuacha pombe sasa kusambazwa nchini. Serikali kusambaza tiba hiyo iliyokuwa adimu kupitia vituo vya umma kupatikana kwa gharama nafuu ni hatua mpya katika kuimarisha afya ya akili. Sabaya asema maisha ya gerezani yamenibadilisha. Habari ipo kurasa wa 4. Lakini vurugu za Oktoba 29, wadau walivyoipokea ripoti tume ya Chande. Habari ipo kurasa wa 2. Wagombea urais wanawake vyama 12 uchaguzi mkuu waungana. Habari ipo kurasa wa 7. Lakini Dr. Gwajima aagiza kuanzishwa dira ya kuwawezesha mama na babalishe, ajifungua watoto 4 aomba msaada. Habari ipo kurasa wa 8. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika hivyo katika ukurasa wake wa mbele. Na sasa mtazamaji, tuangazie
kile kilichoandikwa katika kurasa za michezo na burudani. Nikianza na gazeti Mwanaspoti katika michezo na burudani, ukurasa wake wa mbele imeandika hapa muungano boli lipo hapa. Azam FC imeshinda mechi 9 kati ya 19 ilizocheza ikiwa na sare 10 kwenye nafasi ya 3 katika ligi kuu bara ambapo ina alama 37. Lakini Yanga katika mechi 19 za ligi kuu, Yanga imefunga mabao 44 ikiruhusu matatu, ushindi mara 14 na sare 5, ikiongoza msimamo na alama 47. Hii leo watakwenda kumenyana pale visiwani Zanzibar majira ya saa 2 na dakika 15 katika mchezo wa nusu finali ya kombe la Muungano. Tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine inasema jipya sakata la soa Simba, makapteni feki ligi kuu England. Na kuna nyingine hapa inasema 50-50. Kwa mujibu wa utabiri wa Opta, Arsenal pia wana nafasi kubwa ya kushinda mwishoni mwa wiki hii wakiwa na 68.4. Habari ipo kurasa wa 20. Na msimamo ulivyo kwa sasa hivi kwa ligi kuu England, Man City wapo na alama 70 sawa kabisa na Arsenal naye ana alama 70, na cha kuvutia zaidi hata goal difference pia hapa inaonyesha ni 37 wote sawa. Gazeti Mwanaspoti limeandika hivyo katika ukurasa wake wa michezo, ukurasa wa mbele. Lakini gazeti Habari Leo katika ukurasa wa nyuma ambao ni ukurasa wa michezo imeandika Yanga na Azam za chochea moto kombe Muungano, maandalizi AFCON 2027 yapiga hatua kubwa, Simba na Yanga kukipiga jeshini, lakini serikali yasisitiza kulipa miraba. Aisha asema sina tatizo na chipukizi. Gazeti Habari Leo, guji la habari Tanzania, limeandika hivyo katika ule ukurasa wa nyuma. Tuhitimishe na gazeti Nipashe, ukurasa wa nyuma umeandika Yanga dhidi ya Azam ni kazi moja tu, leo wanakutana kwenye nusu finali ya Muungano, huku habari hii tutakwenda kuiendeleza zaidi katika ukurasa wa 23. Lakini Simba yapanga kisasi kwa Mlandege, Yamal aondolewa kikosi Baka. Habari hii pia utakwenda kuisoma zaidi katika ukurasa wa 21. Gazeti Nipashe ukurasa wa nyuma limeandika hivyo na linanipa wasa wa kuhitimisha katika kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Toka mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami Justin Kosan, ndiye ambaye nimekupitisha katika vichwa anuai vilivyoandikwa na wahariri katika siku hii ya leo. Nikukumbushe, kama ndo kwanza unaungana nasi, usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kabisa kupata taarifa zetu. Kwa sasa ni kuage tu, asante na kwaheri.